Hii swala la kutunza mswaki hapa kuna shida sana, walio wengi kweli wanaweka tu miswaki alafu ni mahali ambapo si salama. Wakati mwingine kama eneo unaloishi labda ukiwa kuna mende au kuna wadudu, wakati mwingine ule mswaki unaweza kuwa sio sehemu salama. Hivyo basi tunashauriwa kwamba ule mswaki wako, kuna miswaki mingine unanunua ina cover lake la kuhifadhia ndani yake. Ukimaliza tu kuswaki vizuri kabisa, unauosha ule mswaki wako vizuri, alafu unaingia kwa ile nani cover lake ile, unahifadhi sehemu salama, unaweka mahali pazuri, ili basi usiku ukifika tena unahakisha unaswaki tena. Na moja ya kitu ambacho watu wanasahau sana mara kwa mara ni hii ya kuswaki usiku, ambao ni muhimu sana. Tunasema usiku ni muhimu sana kwa sababu wakati mwingine mtu amekula chakula alafu yale mabaki ya chakula yanabaki mdomoni, unaweza kuswaki wakati vizuri, kwa hiyo ule uchafu ule unakuja kuharibu yale meno. Kwa hiyo tunashauri angalau mtu uswaki usiku vizuri ili waamke asubuhi kinywa kikiwa safi kabisa. Kwa hiyo hilo swali moja zuri sana kwamba kisha unahifadhi mswaki wako vizuri, unauosha vizuri, na pia unauangalia. Maana ukiwa unatumia nguvu sana kuswaki, maana yake ni kwamba zile brushes zinalala zile. Hata kama naweza kupata chini ya miezi miwili, lakini ule mswaki haufai tena kwa sababu uko unatumia nguvu kuswaki. Au hata watoto wakati mwingine wengine hata kutokushindwa kujua namna ya kuswaki, anang'ata ile brushes zile. Kwa hiyo brushes zile kuta zinalala kabisa. Kwa hiyo anatakiwa kutoa nani kwa wale watoto pia, kama mtu ushapata elimu namna kuswaki kama hivyo, basi na watoto pia unamswakisha taratibu vizuri, sio nguvu, taratibu vizuri kabisa. Kipita miezi miwili ama mitatu unabadilisha ule mswaki. Lakini ukiona pia ule mswaki umeharibika na ile miezi miwili haijafika, unaweza kubadilisha pia. Lakini kigezo tu cha msingi usiwe nguvu katika kuswaki meno, maana utachubua fizi, utaharibu hata meno hivyo. Unatakiwa kuhakikisha unaswaki taratibu, smooth.